Bwana Yesu asifiwe. Karibu kwenye kipindi cha Utupe Riziki Yetu ya kila siku. Leo tarehe 5 ya mwezi wa 6. Kipindi kinachokujia kila saa 12 asubuhi kutoka hapa Word Eternal Ministries. Na mimi ni Mwalimu Baraka Mbonaliba nayekuletea kipindi hiki. Leo tutamalizia kile chombo cha pili cha kukufanikisha kiuchumi ambacho tulikianza, nacho si kingine ni biashara ya fedha au biashara ya masoko ya hisa au ya fedha. Na tayari nimekwambia mambo kadhaa. Kama ni mara yako ya kwanza kuja kwenye kipindi hiki, unaweza ukapitia vipindi vyetu vilivyopita. Nafikiri kuanzia tarehe 2 tumeanza kuongea. Kwa hiyo unaweza kupitia hivyo vipindi vitatu nyuma kupata uelewa mpana wa chombo hiki cha pili. Na leo tutamalizia yale ambayo tumejifunza kwa siku hizo na yanayohusiana na chombo hiki cha pili cha biashara ya fedha. Usisahau mambo makubwa matatu nilikwambia, ya kwamba sifa yake kubwa 3, chombo unaweza kutumia bila kuacha chombo chako cha msingi cha uzalishaji kama ni ajira au biashara. Hatari yake ya kupata hasara ni ndogo, lakini pia ni chombo ambacho hakina hasara kubwa kama ambavyo tumekwisha kuongea. Nilikuwa nakuonyesha mifano ya kibiblia ya kwamba ni ushahidi wa kibiblia ya kwamba chombo hiki kiko kwenye Biblia kama ambavyo kimetajwa. Na leo nataka nikupe jambo la 3 ambalo tunaliangalia, nalo si jingine. Nataka kukupa tofauti kati ya hati fungani na hisa, kama nilivyoahidi nafikiri jana au juzi, ya kwamba nitakuonyesha tofauti ya faida ambayo inatokana na chombo hiki. Kwa moja ni kwa njia ya riba na nyingine ni kwa njia ya gawio. Moja ni kwa njia ya riba, nyingine ni kwa njia tunaita gawio. Na hii mgawanyo huu wa faida ambazo unaweza kuzipata unatokana na vyombo viwili vikubwa ambavyo ndio njia kubwa mbili za uwekezaji, tungeweza kusema za biashara hii ya fedha. Mmoja anaweza kuchagua kuwekeza kwenye vitu vinaitwa hisa, na mwingine anaweza kuchagua kuwekeza kwenye vitu vinaitwa hati fungani. Kwa hiyo unaweza kuwekeza kwenye hisa ama kuwekeza kwenye hati fungani. Hiyo ni over and above na ile ambayo unaweza kufanya biashara ya fedha, either bill de change au ya kukopesha, kama ambavyo tumekwisha kuongea kule nyuma. Kwa hiyo hisa ni nini na hati fungani ni nini? Hili ni somo pana sana ambalo pengine tusingeweza kuliongea kwenye dakika 10-15 za kipindi hiki ambacho tunafanya, au hata pengine kwa series hii. Na unaweza kufuatilia mtandaoni, kuna watu wengi ambao wanafundisha hizo tofauti kwa elimu dunia. Lakini hapa tunataka nikuwekee kwa ufupi ili ujue tofauti yake ni nini. Na kimsingi hisa ni kuchukua sehemu ya biashara fulani. Hisa ni kuchukua sehemu au kuwa sehemu ya biashara fulani, na hivyo unakuwa mmoja wa wamiliki wa hiyo biashara. Kwa mmoja wa wamiliki wa hiyo biashara au kampuni husika. Na kwa hiyo ukinunua hisa umekubali kushirikiana, kuwa mbia kwa kushirikiana na wafanyabiashara wajasiriamali wenzako kwenye hiyo biashara. Na umekubali kushirikiana nao, ni kushirikiana nao faida ikipatikana, lakini pia kushirikiana nao hasara ikipatikana, kushirikiana nao mali za kampuni, lakini pia kushirikiana nao madeni ya kampuni. Kwa hiyo unapochukua hisa umekuwa ni mmiliki wa biashara pamoja na wamiliki wako wenzao, wabia wenzako wengine. Na unaponunua hisa unapata faida pale ambapo kampuni au biashara husika imepata faida, na kama imepata hasara na unapata hasara pia, kwa sababu kampuni au biashara husika ambayo umenunua kwa hiyo hisa umekuwa ni mmiliki imepata hasara. Kwa hiyo jambo la msingi ni kwamba hisa umekuwa ni mmoja wa wamiliki wa hiyo biashara kwa kuwa mwana hisa. Unakuwa mmoja wa wamiliki kwa kuwa mwana hisa. Na unanunua hisa maana yake umenunua mali, umekubali kuwa mshiriki wa madeni, umekubali kuwa mshiriki wa hasara, umekubali kuwa mshiriki wa faida kwa hiyo biashara husika. Watu wanaonunua hisa wanaweza wakapata faida kwa njia mbili. Wanaweza wakapata faida kwa njia mbili kubwa. Njia mojawapo ni kupitia gawio. Unapata gawio. Na hii ni pale kama nilivyosema ambapo kampuni yako imepata faida. Kampuni ikipata faida hiyo ambayo umenunua, au biashara ambayo wewe ni mbia mwana hisa umenunua imepata faida, kila labda nyingine biashara mwisho wa mwaka wanatangaza faida iliyopatikana na wanatangaza hisa ambazo watagawa mara nyingi kwa asilimia. Kwa lugha yetu ya kitaalamu inaitwa dividends. Gawio ambalo utapata kutokana na faida iliyopatikana.
Sasa hii ni decision, ni maamuzi ya watu ambao ni waangalizi wa hiyo biashara, waangalizi ambao wanaitwa ni labda bodi ya wakurugenzi au wote ambao ni waangalizi wa hiyo biashara, wanakaa vikao, wanaamua ya kwamba mwaka huu kwa sababu tumepata faida tutagawa gawio la asilimia fulani kutoka kwenye faida, wanarudisha kwa wawekezaji. Na hilo ni moja ya maamuzi, yanaweza kawa maamuzi mengi. Moja ya maamuzi mengine inaweza ni kuamua ya kwamba hatugawi gawio kwa sababu faida tuliyopata ni kidogo na tunahitaji kukuza hii biashara. Kwa hiyo wanaweza kaamua pia wasigawe gawio japokuwa kuna faida. Kwa hiyo wakaamua labda kwa miaka 3 mbele hatutagawa gawio, au hatugawi gawio kwa sababu kuna hasara. Lakini ikitokea kuna faida, moja ya njia ya kwamba unaweza kunufaika ukapata ni kwa gawio ambalo linafanyika mara nyingi kwa mwaka. Lakini kwa nature ya biashara, kwa aina ya biashara nyingine zinafanya kila robo ya mwaka. Kwa mfano biashara ambazo zimesajiliwa kwenye masoko ya hisa la Dar es Salaam zinalazimika kufanya hiyo declaration, hilo tamko la faida na kugawa labda faida kila robo ya mwaka. Ikiwemo mabenki kila robo ya mwaka watatangaza faida waliopata, na wengine wanaweza kumwaga gawio kila robo ya mwaka, lakini njia ambayo imezoeleka ni kila mwisho wa mwaka. Kwa hiyo hii ni njia mojawapo ya kupata faida kwa hisa zako. Njia ya pili ni pale ambapo unapata faida kwa kuuza hisa zako. Unaamua ya kwamba umenunua hisa na sasa hutaki kuendelea kuzishikilia au kuwa mwanahisa wa hiyo kampuni, unaamua kuuza hisa zako. Na unajua hii ni kwa kampuni mara nyingi ambayo imesajiliwa kwa soko la hisa la Dar es Salaam. Uuzaji wa hizi hisa unafanyika openly, wazi. Na yako masoko mengine ya kimataifa kama New York Stock Exchange kwa mfano, unaweza kuwa pia una hisa huko kama kampuni nje ya Tanzania, au Nairobi Stock Exchange. Yako masoko mengine ya hisa, unaweza kuwa na hisa huko na unaweza ukaziuza muda unaotaka. Na mara nyingi ili upate faida unaangalia, kwa sababu hisa kwenye haya masoko ya hisa zinapanda thamani na kushuka thamani. Kwa kadri ambavyo kwa mfano biashara inafanya faida, thamani na ya hiyo biashara inaongezeka. Watu wanaotaka kuwekeza hapo wanaongezeka. Kwa hiyo kwa wale ambao wamesoma biashara utanielewa, kadri watu wanavyotaka kuwekeza wanaongezeka, maana yake demand ya hiyo biashara au ya hizo hisa inaongezeka, uhitaji wa hizo hisa unaongezeka, wanaotaka kuzinunua na kuwa wengi. Kwa hiyo thamani yake pia kwenye soko inaongezeka, na kwa hiyo thamani ya hisa yako inapoongezeka zaidi ya ile ambayo umenunua, unaweza kaamua kuuza ukapata faida. Kwa mfano umenunua hisa labda ya benki fulani kwa shilingi 500. Baada ya mwaka hii benki imepata faida kubwa, kila mtu anaitaka hiyo hisa. Kwa hiyo thamani yake sokoni inaongezeka, inauzwa shilingi 2000. Sasa unaweza kuamua kuiuza hiyo hisa ambayo ulinunua shilingi 500 kwa shilingi 2000 na utakuwa umepata faida ya shilingi 1500. Kwa hiyo hata kama hiyo kampuni imeamua ya kwamba hatugawi gawio, wewe kwa kuuza hisa zako unaweza kupata faida. Kwa kuuza hisa. Usisahau pia kwamba thamani ya hisa inaweza kushuka ikawa chini ya bei ambayo umenunua, na inaweza kubaki pale pale. Kwa hiyo ni muhimu tu ukawa makini kama unataka kuuza, uuze wakati hisa imepanda, thamani yake imepanda. Unasema utajuaje kama umesajiliwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam? Utaona kwa sababu biashara inafanyika publicly, wazi. Kama kampuni yako haijasajiliwa, utahitaji kufanya hiyo tathmini na kuona ya kwamba watu wanahitaji kuwekeza kwenye kampuni yako kiasi gani, na kwa hiyo unaweza kauza kwa faida kwa vitu vinaitwa goodwill itadetermine. Na kwa hiyo hizo njia mbili kubwa ni njia mbili nyingine ambazo unaweza kupata faida kutokana na hisa. Lakini jambo la pili ambalo tulisema, au tofauti ya uwekezaji ya pili wa namna hiyo masoko ya fedha, ni hati fungani. Na hati fungani kimsingi tofauti yake na hisa, hati fungani ni mkopo ambao unaotoa kwa kuipa biashara husika. Kwa mfano serikali au benki wanatangaza hizi hati fungani ili na wewe unaenda kununua au unawapa huo mkopo kama mkopo. Wao wanawekeza wanakotaka kuwekeza kwa niaba yako, na baadaye wanakupa faida inayotokana na fedha ambayo umeweka, ambayo kimsingi inakuwa predetermined, inakuwa imeamliwa mwanzoni kabla hata hujawekeza, na unakuwa guaranteed, unahakikishiwa kupata hiyo faida kimkataba. Kwa hiyo whether imepatikana faida au hasara, wewe utapewa faida yako kulingana na mkataba. Ndio maana tunasema ni kama mkopo ambao umewekeza. Mara nyingi serikali zinatoa hizi hati fungani, lakini benki pia wanaweza kutoa hizi hati fungani maalum, kwa lugha ya kitaalamu nyingine zinaitwa treasury bonds.
inaitwa treasury bonds. Kwa hiyo unaweza ukaamua, na mara nyingi inatolewa na Benki Kuu ya Tanzania, na kama nilivyosema sifa yake kubwa, zinatangazwa, ni minada inatangazwa kwenye interview ya miezi kadhaa kama serikali inavyoona ina uhitaji, na wao wakishachukua zile, pengine wanakopesha mabenki yanakopesha watu kwa riba kubwa, na wewe unahakikishiwa. Kwa mfano sasa ziko za kulingana na umri ambao unaweka au miaka unaweka, kuna za miaka 10, za miaka 15, za miaka 25, miaka mitatu, labda inategemeana, na kadri muda unavyokuwa mrefu unapata riba nzuri. Kwa mfano sasa ziko hati fungani za 16%, nafikiri ziko za 15 point something, za miaka 25 labda au miaka 20, ziko za 10%, labda za miaka 10 au miaka 15. Kwa hiyo unaponunua hizo, ukipata bahati ya kukopesha hapo kwenye serikali, Benki Kuu au benki, unaponunua unafunga mkataba, na huo mkataba unaofunga wanakuambia kila mwaka utapata 15% kwa miaka 25, na miaka ile 25 ikiisha unarudishiwa fedha ambayo umeweka. Kwa hiyo kwa mfano umenunua hizi treasury bonds za milioni 1, kila mwaka utapata 15% ambayo ni 1.5 labda na nusu, labda kwa miaka 25, na ikiisha miaka 25 milioni 1 yako unarudishiwa. Kwa hiyo hiyo ndio biashara ya hati fungani, nzuri pengine kuliko ile ya hisa na kuliko uwekezaji mwingine labda ambao ungeweza kufanya. Na kama nilivyosema, hasara ya kupoteza kidogo, uhakika wa faida yako uko pale pale, na ningekushauri kuwekeza huko kama hautaki riski za kuwekeza. Uwekezaji mzuri pengine mtu ambaye anawekeza labda kwenye biashara ya kujenga nyumba na kupangisha, kama tungesema tutaona huko mbele kwenye real estate, labda mzuri pengine kuliko huo, au biashara nyingine unaifanya. Biashara chache sana zitakupa return ya 10% au 15% kwa mwaka, net of all costs including taxes, ikiwemo na kodi za serikali. Chache sana zitakupa hilo rudisho la faida, na hii ni moja wapo ambayo inaweza kukupa ukiwa umetulia. Kwa mfano ukiwekeza hiyo milioni 1 ambayo tumesema kwenye hizi hati fungani, ukapewa 15% kwa mwaka, kama tulivyosema, ukiweka kwenye calculator yako utagundua ni kama nilivyosema 1.5 lakhs kwa mwaka. Kama umeweka kwa miaka 25, maana yake utakuwa umepata jumla ya milioni 3.7 kwa miaka 25, alafu na milioni 1 yake unarudishiwa, kwa ni jumla ya milioni 4,750,000. Sasa hii ni fedha kidogo, tunaongelea milioni 1. Ukiona hiyo return ni kubwa kuliko ambako pengine ungewekeza kwenye hisa au pengine ungewekeza kwenye kitu kingine chochote. Naamini ya kwamba umepata kitu kwenye biashara hii ya fedha na hisa, na kwa maana ya somo hili hatuwezi kwenda zaidi ya hapo. Unaweza kutafuta elimu kwenye maeneo mengine, ni elimu pana sana, lakini Mungu akubariki sana unapoendelea kufuatilia na kujifunza. Kesho nitaanza kukuletea chombo cha 3 ambacho ni ujasiriamali au biashara, na Mungu akubariki unapopata muda wa kujiunga nasi kwenye kipindi hiki saa 12 asubuhi. Uwe na siku njema. Amen.